Kifafa au epilepsy ni ugonjwa unaosababishwa sababu ya hitilafu katika ubongo. Hitilafu inakuja namna gani? Ni kwa sababu kuna miale kama ile ya stima ya kawaida, lakini ni vile iko tu kwa volti ya chini sana. Hiyo ndio inapeleka ujumbe katika ubongo ama inaleta communication katika mwili. Sasa kifafa huja namna hii. Wakati kuna ujumbe unakuja, zile nerves huwa zimeangaliana namna hii. Wakati ujumbe umekuja kwa nerve moja, huwa inafika inakuwa kwamba ujumbe ni mwingi, lakini hauna zile vitu za kurusha upande ule mwingine. Sasa pale ubongo huwa unakuja unashtukia ya kwamba hii ujumbe ni mwingi na hakuna vile unaweza ukapita. Na ndio ubongo unakuja unakata ama unakato. Kama vile stima ujikata wakati imekuja nyingi. Na hapo ndio unapata mtu huwa anazimia. Pale ndio tunaweza tukajua kwamba mtu ako na kifafa. Licha vile watu wengi wanavyofikiria, kifafa sio ugonjwa wa kuambukizwa watu. Kifafa sio ugonjwa wenye unaletwa kwa sababu ya mambo ya kimila. Sio ugonjwa wenye unasababishwa sababu ya kichawi. Kifafa inaweza ikapata mtu yeyote. Kusema ukweli, zaidi ya watu wengi, hata zaidi ya 40% wako na kifafa lakini hawajui. Ni vile kifafa inategemea na ile kiwango iko. Kuna kifafa zaidi ya 50 zenye uwaziko. Na ndio watu nataka tuelewe kifafa inakuja namna gani, mtu anaanguka namna gani, zile dalili anaonesha. Pale ndio tutaweza kujua hii shida tutaitatua namna gani na iko kategori gani, iko grupu gani. Hapo utaweza kusaidika vilivyo. Watu wengi wanaweza wakauliza sana, kuna tiba za kifafa? Ndio zipo. Ziko nyingi na tumetibu watu wengi na wakapona. Ile tungetaka kujua ni kwamba, je, kifafa tutaitibu namna gani na ni aina gani? Tunapoelewa hayo yote, tunaweza tukakuba yale matibabu yenye atakusaidia maisha yako yote. Na usije ukawa uko na matatizo kila saa ya kuanguka ama ya kulemewa na kazi ama ukose kupewa kazi kwa sababu eti uko na kifafa. Kifafa inaweza ikaleta matatizo mengi. Kama unavyojua, mtu anaweza akazima wakati wowote na hajui atazima wakiwa wapi. Unaweza ukazima ukiwa katika moto ama ukiwa katika mto ama wakati unaendesha gari, pikipiki, baiskeli, na ile linaweza likasababisha madhara makubwa. Kwa hivyo ni muhimu sana wakati uko na tatizo kama hilo, usiogope. Tutembelee, ni shida inayotibika katika Fanisi Herbal Clinic. Tuko Nairobi Information House, karibu na bus station, opposite Quickmart Supermarket. Unaweza ukapata matibabu. Na kama uko mbali na Nairobi, tuko na matawi katika maeneo mengine Kenya. Unaweza ukatupigia simu, tukueleze ni wapi utaweza ukatupata karibu na wewe. Namba yetu ni 0722685420. Pia kama uko nje ya Kenya, tunaweza tukakutumia dawa mahali popote ulipo. Asante.